ubaya hii tunavuka. Ndugu zangu wana Simba, awali ya yote tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku ya leo hapa katika tawi tarajiwa la Mbezi shule Sokoni. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuwapongeza viongozi wa tawi hili tarajiwa kwa kufanya maandalizi haya makubwa, na hatimaye hii leo tumekusanyika hapa wana Simba kwa ajili ya kufanya shughuli yetu. Kwa mujibu wa taratibu zetu za Simba Sports, bado hili halijawa tawi rasmi, lakini bado mpo kwenye mchakato wa kulifanya tawi hili kuwa tawi rasmi. Kwa hiyo mkutano huu wa leo hapa iwe sehemu ama chachu ya hamasa kwa upande wenu wana Mbezi Sokoni kuharakisha kadri mwezavyo tawi lenu liwe tawi rasmi. Tuje hapa, tuje tufanye uzinduzi. Na uzuri ni kwamba ninyi mmezungukwa na matawi mengi hapa, kwa hiyo ni rahisi kwenda kupata maelekezo mfanye kitu gani tawi lenu liwe tawi rasmi. Mkihitaji msaada wowote wa kurasimisha tawi lenu, wapo Simba Hatari wataenda kuwasaidia, wapo wekundu wa Terminal wataenda kuwasaidia, lakini mweka hazina wa mkoa wa Dar es Salaam vile vile ni mkazi wa maeneo haya, mtashirikiana naye ili kuharakisha kwa haraka kufanya tawi lenu liwe tawi rasmi. Ndugu zangu wana Mbezi Sokoni na wana Simba kwa ujumla, kikosi chetu kimerejea jana kutoka Misri, na baada ya kurejea moja kwa moja tunaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 9, mechi ya marudiano dhidi ya Al-Masry. Mchezo wa mkondo wa kwanza, mchezo wa kwanza pale Suez nchini Misri ulimalizika kwa Simba sisi kupoteza mabao 2-0. Lakini matokeo haya kwa namna yeyote ile si matokeo ambayo yanapaswa kutukatisha tamaa, si matokeo ambayo yanapaswa kutuvunja moyo, na si matokeo ambayo yanapaswa kututia unyonge. Matokeo tuliyopata pale Misri yawe matokeo ya kutupa nguvu ya kuelekea mechi yetu ya marudiano tarehe 9 Benjamin Mkapa. Maneno yao tumeyazoea, maneno yao tumeyazoea, wanakuwa Simba kuna furaha, wanakuwa Simba kuna furaha, wanakuwa Simba kuna furaha, wanakuwa Simba kuna furaha. Maneno yao tumeyazoea, maneno yao tumeyazoea, ukweli utabaki ya kwamba tumepoteza mchezo wa kwanza wa robo finali, na ukweli mwingine ambao unatakiwa kubaki milele kwenye vichwa vya wanasimba ya kwamba hatujapoteza robo finali na hatujapoteza nafasi yetu ya kwenda nusu finali. Thank you.
nafasi yetu ya kwenda nusu fainali msimu huu ni nyeupe na iko wazi na wala haina kipengele. Kupoteza mechi yetu ya kwanza wala kusituondolee na kusitutoe kwenye malengo yetu. Sisi kama wanasimba tulisema tangu mwanzo ya kwamba hii tunavuka. Tunaposema hii tunavuka, tunamaanisha kwamba hii tunavuka. Kwa hiyo asitokee mwana Simba yoyote mwenye moyo wa swala akaanza kukata tamaa, akaanza kuvunjika moyo, akaanza kupata wasiwasi. Hii sio Simba ya kuwa na wasiwasi nayo. Hii ni Simba ya kutembea kifua mbele. Inaweza kufanya chochote, inaweza kufanya lolote, mnyama akaenda nusu fainali. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mwana Simba yote ambaye alikuwa na mashaka na Simba yake, niko hapa Mbezi sokoni kuambia kwamba wasiwe na wasiwasi hata mmoja. Simba hii inakwenda nusu fainali tarehe 9 ya mwezi wa 4. Matokeo tuliyapata nchini Misri yawe chachu ya kututia hasira ya kununua tiketi zetu na kwenda Benjamin Mkapa. Matokeo tuliyapata Misri yawe sehemu ya chagizo ya kutuongezea morali ya kwenda Benjamin Mkapa. Waliopanga mechi hizi kuwa mbili walitambua ya kwamba timu bora inaweza ikapoteza mchezo wa kwanza, ikarekebisha makosa yake, ikaenda kwenye mchezo wa pili, ikafuta makosa yake na akaenda hatua inayofuata. Walitambua ya kwamba iko siku kwa ubora wa Simba na kwa bahati mbaya na kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake, anaweza akapoteza mechi ya kwanza, lakini akatambua makosa yake, akayarekebisha na akaenda kwenye mechi ya marudiano akafanya vizuri na akaenda nusu fainali. Huu ni mwaka wetu wana Simba kwenda nusu fainali. Ngoja twende haraka na dalili ya mvua. Au kuna mtaalamu wa nini?